Mtazamaji, nimerejea tena na sasa ni wasaa wa michezo na burudani. Tuanze huko Dodoma ambapo zaidi ya shilingi bilioni 2 zinatarajiwa kukusanywa kupitia mbio za NBC Dodoma Marathon katika kipindi cha miaka 5 ili kugharamia matibabu ya watoto wenye matatizo ya moyo na wanaohitaji upandikizaji wa uloto kupitia taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI na hospitali ya Benjamin Mkapa BMH. Amani Bano kutoka Dodoma anatueleza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari kuelekea msimu wa 7 wa mbio za NBC Dodoma Marathon zitakazofanyika Julai 26 jijini Dodoma, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema mbio hizo zinatarajiwa kukusanya shilingi milioni 400 kila mwaka, ambapo JKCI na BMH zitapokea shilingi milioni 200 kila moja kwa ajili ya kugharamia matibabu ya watoto wenye magonjwa ya moyo na wanaohitaji upandikizaji wa uloto. NBC itawekeza shilingi milioni 200 kila mwaka kwa miaka 5 kusaidia huduma za upandikizaji wa uloto kupitia hospitali ya Benjamin Mkapa. Hivyo jumla ni shilingi bilioni 1. Pili, NBC itawekeza shilingi milioni 200 kila mwaka kwa miaka 5 kusaidia upasuaji wa moyo kwa watoto kupitia taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Senyamule amesema mbali na kuchangia huduma za afya, mbio hizo zinatarajiwa kuchochea uchumi wa Dodoma kwa kuvutia zaidi ya wageni 20,000 wakiwemo wanariadha zaidi ya 13,000, huku mratibu wa mbio hizo Godwin Semunyu akisema mbio hizo zimeendelea kuwa jukwaa la kuwakutanisha wafanyabiashara, wadau mbalimbali na wakazi wa Dodoma. Zaidi ya watu 20,000 ambao watahitaji chakula, malazi, mavazi, vinywaji na usafiri na huduma nyingine. Huu ni ujio wa neema katika mkoa wetu. Nichukue fursa hii kuwasihi wananchi wa Dodoma changamkia fursa hii kwa kuweka biashara zao tayari na kuhakikisha wanatoa huduma stahiki na hivyo kujiongezea vipato vyao. Tunataka wafanya biashara na wakazi wa Dodoma wakutane kwa ajili ya kuonyeshana biashara na wanunuaji kinachopatikana pamoja na wadhamini wetu. Msimu wa 7 wa NBC Dodoma Marathon utahusisha mbio za kilomita 5, 10, 21 na 42, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Christian Makonda amesema viongozi wa mpira wa kikapu katika mikoa ambayo haitashiriki mashindano ya Taifa Cup wanapaswa kuondoka madarakani kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao wa kuendeleza mchezo huo. Amesema serikali imetoa fedha za kuendesha ligi za mpira wa kikapu katika mikoa yote, hivyo hakuna sababu ya baadhi ya mikoa kushindwa kuandaa timu za kushiriki Taifa Cup. Makonda amewataka viongozi wa mchezo huo kuwajibika na kuhakikisha wanasimamia maendeleo ya basketball ili kuongeza ushiriki na ushindani wa mashindano ya kitaifa. Tupate kumsikiliza. Kwa mkoa ambao haujaleta timu Dodoma kwenye Taifa Cup na una uongozi, mjehesabu uongozi wenu umekufa hapo hapo. Tumechoka kuwa na viongozi wa vilabu, viongozi wa mashirikisho. Kazi yao ni kutumia tu vyeo kwenda kugonga hodi kwa matajiri na kuchukua pesa, na wala sio kuendeleza vipaji vya vijana tuliokuwa nao. Tunataka viongozi ambao walichokiomba wanakifanya kwa ukamilifu, sio kuomba cheo, matokeo yake cheo unakitumia kwa familia yako na kujinufaisha wewe, na vijana wengi wenye vipaji wakikosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Kama kuna uongozi ambao uko kwenye ngazi ya mkoa na wilaya ambao unahusika na mambo ya michezo na hakuna mchezo wowote unaoendelea kwa kipindi cha mwaka mzima, na wewe uongozi wako nenda kakabidhi ofisi, wachague kiongozi mwingine wafanye kazi. Taifa hili lina vijana wengi wenye vipaji. Taifa hili lina vijana wengi wenye ndoto, lakini ndoto zao zinauawa na viongozi uchwala wanaotaka madaraka na hawawezi kufanya kazi wanaoitaka kuifanya. Jambo hilo halitakuwepo tena.
Simba imetangaza kuwa tamasha la Simba Day 2026 litafanyika Agosti 8, 2026 katika uwanja Uhuru, Dar es Salaam, likiambatana na maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo. Tamko hilo limetolewa na meneja wa habari mawasiliano wa Simba Ahmed Ali. Amesema uamuzi wa kutumia uwanja Uhuru umetokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa kwenye matengenezo. Ameeleza kuwa tamasha hilo litakuwa la kipekee likiwa na shughuli mbalimbali za kuenzi historia na mafanikio ya klabu hiyo. Kwa kipekee kabisa tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Ndugu zangu wana Simba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Ule upekee wa Ngorongoro unaifanya uzinduzi wa wiki ya Simba wa safari hii na wenyewe kuwa wa kipekee. Lakini ni kwenye ubunifu. Tumeshafanya Simba Day sokoni, tumeshafanya stendi, tumeshafanya barabarani. Sasa safari hii tunakwenda kufanya ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Utaratibu wa kwenda Ngorongoro ni kama ifuatavyo. Tutaondoka Dar es Salaam usiku wa tarehe 30. Moja kwa moja tutaelekea mpaka Karatu. Lakini tutapitia Arusha, tutawapitia wanasimba wenzetu, na baada hapo tutaingia Karatu mchana wa tarehe 30. Mtazamaji, tukiangazia huko visiwani, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Mgeni Khatib Yahya amewataka vijana kujitokeza na kushiriki kikamilifu katika shughuli za michezo ili kujiendeleza, kukuza vipaji vyao na kujiepusha na vitendo vyovu vinavyoweza kuathiri maisha yao na maendeleo ya jamii. Masaja Mabula kutoka Pemba anafafanua zaidi. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Khatib Yahya ametoa wito huo alipokizungumza na waandishi wa habari baada ya kushuhudia mechi ya ligi ya Yamle Cup katika uwanja wa Gombani kisiwani Pemba. Wasiwaachie tu vijana wakapoteza vipaji vyao, kwa sababu watakapokaa tu vijana tunaona mambo maovu mengi yanajitokeza, ikiwemo utumiaji wa madawa ya kulevya, lakini udhalilishaji ambalo ni janga la taifa letu. Leo tumeona muda huu vijana wengi wambo uwanjani, kwa hiyo wameweza kuepukana na mambo mengi maovu. Aidha, ameitaka timu ya Ponchik City iliyofanikiwa kutinga hatua ya robo fainali ya mashindano hayo kuendelea kucheza kwa nidhamu, kujituma na kushirikiana ili kufikia lengo la kutoa ubingwa wa mchezo hiyo na kuendelea kutangaza vyema mkoa huo. Wale ambapo watasafiri kwenda Unguja, basi ile nizamu ambao wako nayo wakaiendeleze. Haitopendeza mimi mama yao nikisikia kwamba vijana wako wamevunja nizamu. Nitafurahia pale ambapo wataiendeleza nizamu na kufuata sheria zote za mpira wa miguu. Kwa upande wake, mratibu wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC Selemani Mohamed Ali amewashauri vijana kuitumia michezo kama fursa ya kujiajiri na kujipatia kipato, akieleza kuwa sekta ya michezo imeendelea kutoa nafasi za ajira na maendeleo kwa vijana. Ndipo tutavikamata vipaji hivi na kuweza kuwasaidia vijana wetu ambao ni watoto wetu, basi itakuwa ni sehemu ya ajira na kuweza kupunguza mzigo kwa serikali na baadhi ya watu kudhani kwamba ajira inatokana na serikali peke yake. Jumla timu mbili kutoka kisiwani Pemba zimefuzu hatua ya robo finali ambazo ni Ponchik City inayotoka mkoa wa Kaskazini Pemba pamoja na timu ya Vox kutoka mkoa wa Kusini Pemba na zitaungana timu nyingine 6 kutoka kisiwa cha Unguja. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, katika upande wa burudani, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeahidi kuendelea kuunga mkono wasanii wa sanaa mbalimbali katika kazi zao za kila siku, huku akiwataka wasanii na watengeneza maudhui mtandaoni kutengeneza maudhui yenye kuelimisha kwa jamii. Wanahabari wetu wanatupasha zaidi. Hayo yameelezwa na msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, wakati akimpongeza mtengeneza maudhui mtandaoni content creator Abdul Chacha maarufu kama Headmaster kutokana na kutengeneza maudhui mengi yanayotoa elimu juu ya usalama na matumizi sahihi ya barabara. Serikali safari hii ilitoa shilingi bilioni 5 ambazo pamoja na kusapoti kazi za watengeneza maudhui ya habari, wasanii, lakini pia zimeelekezwa mahususi kwa watengeneza maudhui wa mtandaoni. Huu mfuko wetu wa utamaduni na sanaa mpaka sasa umeshatoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 14
tumeshawanufaisha zaidi ya wasanii 1,300 ambao wamekwenda kuboresha kazi zao. Ndani yake wapo watengeneza maudhui ambao tumeshawapatia mikopo mpaka sasa ya zaidi ya shilingi bilioni 3. Utamaduni wa sanaa uliingia makubaliano na NSSF kwa ajili ya kuhamasisha wasanii na wasalishaji wa maudhui mtandaoni waweze kujisajili kwenye skimu hiyo ili wanufaike na huduma mbalimbali. Lazima tuunge juhudi za mama yetu katika mapambano ya kila aina. Leo nimeshikwa mkono mimi, kesho atakuja kijana mwingine atashikwa mkono, kesho atakuja mwingine atashikwa mkono. Unavyonishika mkono mimi, sio mimi tu. Hujanigusa mimi peke yangu. Kuna vijana wako nyuma umewagusa. Nicodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Haya, shukrani sana Nicodem Arajiga kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuungane na msimuliaji wetu katika upande wa michezo kimataifa. Ni wasawa habari za michezo medani za kimataifa. Timu ya Chelsea imekamilisha usajili wa kiungo wa Uingereza Morgan Rogers kutoka Aston Villa kwa ada ya uhamisho wa rekodi ya Uingereza ya paundi ya milioni 117. Siku ya Jumatatu Rogers alirejea kutoka Marekani baada ya kuichezea England the Three Lions katika kombe la dunia ili kufanywa vipimo vya afya jijini London na kusaini kandarasi ya miaka 6 yenye kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi. Hatua hii imekuja kama mchango mkubwa katika dirisha la usajili ambapo Rogers alikuwa mchezaji wa thamani zaidi wa kikosi cha Aston Villa, huku matarajio ya watu wengi ilikuwa ni kuona Arsenal ikiwa mstari wa mbele kumsajili nyota huyo. Hata hivyo Chelsea walikuwa wakimfuatilia Rogers kwa zaidi ya miaka 2 na walikuwa wamemweka kimya kama chaguo lao kula usajili kwa ajili ya safu yao ya ushambuliaji. Eden Bahati, Channel 10 Michezo kimataifa. Haya, mtazamaji, ni hayo tuko usiku huu wa leo. Ni kwamba tu habari ya kutwa nzima ya leo, michezo na burudani. Ulikuwa nami Lolo Ali. Sina la ziada mpaka hapa. Mimi nakuacha na utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo. Nikutakia usiku mwema. Kwa heri. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa hii leo. Jina langu ni Joakim Peter. Kwa usiku wa leo, hali ya ukavu na ubaridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Lakini hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Nyasa. Kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Katika mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Hadi kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na kwa heri.